Yes, karibu sana mtazamaji wa Bilomo TV, na kama kawaida tumekuwa tukikutana hapa kwa ajili ya kujuzana taarifa mbalimbali za kimichezo. Leo bwana, nahitaji tutazame huu mfumo ambao umeletwa kwenye ligi ya Tanzania NBC Premier League, huu mfumo wa FVS, yani Football Video Support, ambayo imeleta mapinduzi makubwa mpaka sasa kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, japo kuna baadhi ya maamuzi yanaumiza baadhi ya mashabiki, lakini wapo mashabiki wanaofurahia baadhi ya maamuzi ambayo yanafanywa na mfumo huu. Tutakuja tutazame hapa namna ambavyo inatumika, lakini utofauti wake na VAR ambayo wengi wamekuwa wakifahamu, lakini kwa Tanzania haijawahi kutumika. Imekuwa ikitumika hasa katika michuano ya CAF klabu bingwa barani Afrika. Imekuwa ikitumika huko VAR, lakini Tanzania ikiwa imevunja rekodi ikiwa nchi ya kwanza kutumia mfumo huu wa Football Video Supporter. Lakini kikubwa zaidi itakuja kutazama pia baadhi ya matukio ambayo imekwisha yaamua magumu tangu ligi kuu NBC Tanzania bara ianze, lakini pamoja na baadhi ya matukio ambayo imeshindwa kuyaamua. Yapo baadhi ya matukio ambayo yameonekana video supporter kishindwa kuyang'amua vizuri vyema, lakini mapungufu yalipo na nini kifanyike kuhakikisha kwamba mfumo huu unakuwa maridadi kabisa kwa ajili ya kutatua changamoto ambayo imekuwepo kwa muda mrefu. Kwanza kirefu cha FVS FVS hii ni Football Video Supporter, au kwa jina kamili unaweza ukaita FIFA Football Video Supporter. Unaona bwana, kwa Kiswahili mfumo huu unajulikana kama mfumo wa video wa kusaidia waamuzi wa mpira wa miguu. Yaani ni mfumo wa video ambao unasaidia waamuzi ambao wanakuwa wanaamua michezo yani au mpira wa miguu. Sasa kuna baadhi ya wengi wanajiuliza kwamba tofauti ya VAR, yani video assistance referee, ambayo inatumia waamuzi wengi na tofauti na mfumo huu wa Football Video Supporter FVS, napenda niitaje kwa kirefu, Football Video Supporter. Kuna utofauti gani? Wengi wanajiuliza maswali kama hayo. Sasa utofauti wa VAR, Video Assistance Referees, ambayo inatumiwa na waamuzi wengi wa ziada kwenye chumba maalum cha video, FVS ni mfumo rahisi na wa gharama nafuu ambapo waamuzi wa katikati ya uwanja au mwamuzi wa katikati ya uwanja anasaidiwa na mtu mmoja tu wa kiufundi, yani huyu anakuwa ni operator kupitia picha za matangazo ya television. Huyu ndo anakuwa anatumika kwa ajili ya kumsaidia mwamuzi mfumo huu. Lakini utofauti mkubwa kati ya Football Video Support FVS na Video Assistance Referee VAR upo kwenye falsafa ya uendeshaji, gharama, miundombinu na nani mwenye mamlaka ya kuomba marejeo, ingawa mifumo yote miwili inatumia video kurekebisha makosa uwanjani. Inafanya kazi kwa namna mbili tofauti kabisa. Unaona bwana. Sasa nikawa najaribu kuangalia kwa kina zaidi, nikawa najaribu kutofautisha hivi vitu viwili hivi. Ni kwamba kwenye Football Video Supporter FVS, nani anayeweza kuanzisha marejeo, yani marejeo yale ya video zile ambazo zinakuwa zimetokea uwanjani? Ni nani anaweza kuanzisha marejeo kwenye mfumo wa Football Video Supporter? Hapa ni kwamba makocha wakuu pekee ndio ambao wanaomba marejeo ya tukio, yani kuomba challenge kwenye mchezo husika, makocha wa pande zote mbili. Lakini kwenye upande wa Video Assistance Referee au VAR, waamuzi wa chumba cha video hawa ndio wanaoanzisha marejeo na kumuita mwamuzi wa kati. Kwa hiyo ni tofauti ya kwanza ambayo mifumo hii miwili inafanya kazi tofauti. Unaona bwana. Lakini chumba cha video, wataalamu kwenye chumba cha video na wataalamu kwenye upande wa Football Video Supporter FVS hakuna chumba maalum wala waamuzi wa video. Unaona bwana,
kuna mtaalamu wa mitambo tu, yani operator mtu mmoja tu pekee ndo anakuepo, lakini kwenye upande wa video assistance referees kuna chumba kikubwa cha video VAR chenye maamuzi ya ziada, VAR na AVAR. Naona bwana, kuna chumba kikubwa cha video chenye waamuzi wa ziada, VAR na AVAR. Unaona tofauti hapo ambayo ipo, lakini tofauti nyingine kwenye ukaguzi wa matukio kwa upande wa video football video supporter FVS, kwenye upande huu wa ukaguzi wa matukio hakuna ukaguzi wa siri, yani mchezo unakaguliwa pale tu kocha anapoomba, yani pale tu kocha anapoomba ndio mchezo unakaguliwa. Lakini kwa upande wa VAR, video assistance referee, kila sekunde inakaguliwa kwa asili, silent, inaitwa silent check wakati mechi ikiendelea. Ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta zimepita dakika 3 goli lilikuwa limeshahesabiwa, alafu maamuzi anaitwa, alafu goli linakataliwa na watu walikuwa washashangilia, fly zinapotea. Hiyo ndio tofauti ya VAR na FVS, unaona bwana. Lakini kwa upande wa idadi ya kamera hapa kwenye FVS, kwenye idadi ya kamera hapa FVS, hii inatumia kamera chache zilizopo za matangazo ya TV. Yani kawaida unaweza kukuta ni kamera 4 hadi 5, lakini kwa upande wa VAR, video assistance referee, hii inahitaji kamera nyingi sana za teknolojia ya juu. Inaweza ikawa kuanzia kamera 12 hadi kamera 40 na kuendelea. Unaona hapo tofauti yake sasa. Lakini kwenye gharama za uendeshaji kwenye FVS ambayo sisi Tanzania tunaitumia ni ya bei nafuu sana, na ndio maana inaitwa FVS. Unaona bwana. Lakini kwa upande wa VAR ni gharama mno, kiasi kwamba ligi nyingi za Afrika azimdu gharama zake, yani ina gharama nyingi sana hii VAR kuliko FVS, yani football video supporter. Unaona sasa, ufafanuzi wa kina wa tofauti hizi ni kwamba mamlaka ya kocha challenge system kwenye FVS, kila timu inapewa nafasi ya kawaida, nafasi 2 kwa mechi, ambapo kocha mkuu anaweza kuinua mkono kuomba maamuzi akatazame kwenye video, lakini kocha akipitia uamuzi ukabadilishwa, anabakiwa na nafasi yake. Kocha akikosea anapoteza nafasi hiyo. Lakini kwenye VAR kocha hana sauti kabisa, yani kocha hana sauti kabisa kwenye VAR. Maamuzi yake yote yanatolewa kwa waamuzi wao wenyewe, unaona bwana. Lakini uendeshaji wa kamera za screen kwenye VAR, kuna kamera maalum za kunasa kutoka offside. VS ambayo tunaitumia sisi Tanzania hapa nchini kwetu, maamuzi anategemea picha zile zinapoonyeshwa kwenye runinga na pengine na chombo husika, na anakaa mbele ya skrini ndogo pembeni ya uwanja akisaidiwa na mtu mmoja wa kusogeza picha mbele na nyuma, yani replay operator ndo anakuwepo kwa ajili ya kutizama matukio hayo. Naona bwana, hii ni kwa ufupi tu nimekuletea tofauti ya vitu hivi viwili, FVS football video supporter na VAR video assistance referee. Sasa unapoizungumzia teknolojia mpya hii football video supporter FVS, ni kweli imeleta mapinduzi makubwa na ya kihistoria katika mpira wa miguu nchini Tanzania. Katika msimu huu wa mwaka 2026-27 Tanzania imeweka rekodi kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuanzisha rasmi mfumo huu kwenye ligi ya ndani. FVS imeanza kutumika kama mbadala wa gharama nafuu wa mfumo wa VAR tangu mechi za ngao ya jamii na wiki ya kwanza ya ligi kuu NBC Tanzania bara. Teknolojia hii imebadilisha kabisa sura ya soka hapa nchini. Kuna mambo baadhi ambayo imesaidia kuyaondoa hii FVS football video supporter. Kuna baadhi ya mambo imesaidia kuyaondoa hapa Tanzania kwenye ligi yetu. Kitu cha kwanza ni kwamba mfumo huu unasaidia kupungua kwa makosa na kurejesha haki uwanjani kabla ya FVS. Soka la Tanzania
liligubikwa na malalamiko kabla ya mfumo huu kuja. Ni kwamba wote tunakumbuka vizuri kwamba soka la Tanzania lilikuwa na malalamiko mengi kuhusu maamuzi ya waamuzi, lakini FVS imekuja kama mkombozi wa papo kwa papo. Katika wiki za kwanza kabisa mfumo huu ulitumika kufanya maamuzi makubwa, mfano kwenye mechi ya Azam na Police Tanzania ambapo penalty zilipitiwa upya, lakini kadhalika katika mechi ya Simba Sports Club kadi nyekundu iliyotolewa baada ya marejeo ya picha za video zilizothibitisha mchezaji kumpiga kiwiko. Mchezo wa jana hii inahakikishia kuwa matokeo ya uwanjani yanapatikana kwa haki. Unaona bwana, lakini kitu kingine ambacho mfumo huu unafanya, mfumo wa makocha, coach challenge, ni kwamba tofauti kubwa kati ya VS na VAR ni namna maamuzi ya kuangalia video yanavyofanyika. Kwenye VAR kuna waamuzi maalum, chumba cha video wanaofuatilia matukio, lakini kwenye FVS makocha wakuu ndio wenye mamlaka ya kuomba marejeo ya video challenge pale wanapoona mwamuzi amekosea. Lakini kila kocha anapewa idadi maalum ya nafasi za kuomba challenge kwa mechi, lakini pia mabadiliko haya yameongeza mbinu mpya za kiufundi kwa makocha na kuongeza msisimko mkubwa kwa mashabiki wanapoona kocha anainua mkono kuomba msaada wa teknolojia. Kwa hiyo jambo la pili ni makocha wamekuwa pia wanawekeana challenge kwa ajili ya kuomba maamuzi yafanyike, unaona. Lakini kitu cha tatu ni kupunguza pressure kwa waamuzi wakati. Kwa miaka mingi waamuzi wa Tanzania wamekuwa wakishambuliwa kwa maneno na kukosolewa vikali, lakini FVS imekuwa kimbilio salama kwao. Inapofika hatua ya tukio la utata kama goal, penalty au kadi nyekundu ya moja kwa moja, mwamuzi huenda kwenye kioo monitor pembeni ya uwanja, na hapo anajionea picha kutoka kwenye kamera za matangazo na kutoa maamuzi ya mwisho kulingana na ushahidi wa macho yake mwenyewe. Hii imewaondolea waamuzi hofu na kuongeza uwajibikaji mkubwa. Lakini kitu cha nne ni nidhamu kuongezeka kwa wachezaji. Wachezaji wa sasa wanajua, japo wapo baadhi ya wachezaji ambao bado hawajatambua kwamba ligi ambao wanacheza ina FVS, lakini kwa sasa I think nidhamu inaongezeka. Wachezaji wa sasa wanajua kuwa hakuna faulu ya siri inaweza kufanyika uwanjani bila kuonekana. Matukio ya utovu wa nidhamu kama kupigana viwiko au kucheza rafu za makusudi yamepungua kwa kasi kwa sababu picha za FVS hazidanganyi. Lakini pia sheria mpya za FVS zinazuia wachezaji kumshinikiza au kumzunguka mwamuzi wakimtaka akatazame video. Mchezaji anayejaribu kufanya hivyo huadhibiwa papo kwa papo kwa kadi ya njano, kama ilivyotokea kwa mchezaji wa Dodoma Jiji katika mechi dhidi ya Pamba Jiji. Huo kwa ni mchezo wa kwanza wa kufungua pazia la ligi kuu NBC Tanzania bara. Unaona bwana, kwa hiyo iko hivyo. Sasa kitu cha tano ni kukuza tathmini ya heshima ya ligi ya Tanzania. Bwana, kuanzishwa kwa teknolojia hii kumeongeza heshima kubwa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na nchi kwa ujumla kimataifa. Tanzania sasa inaonekana kama kioo cha maendeleo ya soka na matumizi ya teknolojia barani Afrika, na thamani ya ligi kuu ya NBC imeongezeka kwa kiasi kikubwa, huku wadhamini na mashabiki wa ukanda wa Sekafa na kote barani Afrika wakifuatilia kwa ukaribu kujifunza mafanikio haya. Nimekwambia ni timu ya kwanza, ni nchi ya kwanza kutumia mfumo huu. Unaona bwana, imeweka rekodi, ni nchi ya kwanza kutumia mfumo huu wa Football Video Supporter Tanzania. Ni wazi kuwa Football Video Supporter imeleta mapinduzi ya kihistoria na ya kijasiri katika soka la Tanzania, ingawa bado kuna changamoto ndogo ndogo za uelewa wa mfumo huu kwa baadhi ya wadau au muda unaotumika kupitia matukio. Uwepo wake unahakikisha mpira unachezwa kwa uwazi na haki, lakini TFF imefungua ukurasa mpya unaodhibitisha kuwa soka la Tanzania sasa linasomeka kwa lugha ya sayansi ya soka. Sasa tangu kuanza rasmi kwa msimu wa mwaka 2026/27 mfumo huu wa Football Video Supporter FVS tayari umefanya kazi kubwa na kuingilia katika matukio makubwa, matukio matano yenye utata ambayo yamelenga mafanikio makubwa na walitazama malalamiko makubwa na kuondoka na alama za timu uwanjani.
Unajua kama mambo yanaenda vibaya hapo, unaweza kaondoka na alama za timu uwanjani, unaona bwana. Kwa hiyo iko hivyo. Nitakuja nikupitisha pia kwenye matukio haya ambayo mfumo huu umeyatatua. Tukio la kwanza bwana ilikuwa ni challenge ya kwanza ya dabi ya Kariakoo, mchezo wa ngao ya jamii Simba na Yanga. Kwenye mechi ya ngao ya jamii kule Zanzibar, Simba ilikuwa timu ya kwanza kihistoria kuomba challenge ya FVS kwa mwamuzi Ahmed Arajiga, wakidai penalty baada ya mwamuzi kwenda kwenye kioo. Alijiridhisha kuwa mchezaji wa Yanga aligusa mpira kwanza, hivyo penalty haikutolewa na mchezo ukaendelea kwa amani. Sasa kuna watu wengine walikuwa wanachukulia lile tukio wanalifananisha na tukio ambalo alipewa kadi nyekundu David Kameta Duchare. Ni matukio tofauti. Ukitazama kwenye tukio ambalo alikuwa nahisi ni alikuwa Peter Sharulile, yule alikuwa alimchezea faru mchezaji wa Simba. Ile tukio ni kwamba mguu nini ule yeye ni kwamba yeye yani mguu, unajua hapa kuna tofauti ya mguu kufuata mpira sawa, na mpira kufuata mguu. Yana hapana, kuna tofauti ya mguu kufuata kichwa sawa, yani mguu kufuata kichwa alafu kichwa kufuata mguu. Kitazama kwenye ile ya Simba na Yanga, huyu Shaurira alikuwa anaenda kupiga ule mpira, lakini alivyoenda kupiga mpira ule yani ina maana mchezaji wa Simba alipeleka kichwa pale, kwa hiyo kichwa kilifuata mguu, ndio maana haikuwa faulu yote. Lakini ukiangalia ile ya David Kameta Duchu aliscore kabisa mguu hivi kupeleka kichwani, kwa hiyo mguu ulifuata kichwa. Maana yake hii haina tofauti na ball to hand, mpira umefuata mkono au mkono umefuata mpira kwenye penalty, ni vitu ambavyo vinashabiana. Kwa hiyo nafikiri mwamuzi alitazama kanuni hiyo na ndo ambaye alitumia kuamua. Lakini kuna tukio pia la pili, penalty zote mbili kwenye mchezo wa Tanzania, Police Tanzania na Azam FC. Huu ndio mchezo ulikuwa mchezo wa kwanza kabisa wa majaribio magumu kwa teknolojia ya FVS kwenye ligi kuu ya NBC msimu huu. Mechi ilikuwa na ushindani mkali na iliisha kwa sare ya bao 1-1. Katika mchezo huu kulitokea matukio mawili makubwa ya penalty, yalikuwa na utata mkubwa, lakini maamuzi alikwenda kwenye kioo baada ya makocha kuomba challenge, akajiridhisha kupitia picha za video na kutoa maamuzi sahihi ya penalty yaliyookoa haki ya timu zote mbili. Unaona bwana. Lakini tukio jingine ni kadi nyekundu ya kwanza ya Simba Sports Club, Kagera Sugar dhidi ya Simba. Ilikuwa tarehe 16. Ilikuwa ni mechi ya kwanza kwa Simba. Mchezaji aliyotolewa beki wa kulia David Kameta Duchu alipigwa kadi nyekundu. Tukio lilivyokuwa, Kameta aliruka juu kama ninja na kumchezea rafu hatari ya kurukia yani alirukia kichwa, mguu ulifuata kichwa. Alikuwa alimchezea faulu nahodha wa Kagera Sugar David Chazi Ruende. Na uamuzi wa FVS, mwamuzi wa mchezo Saidi Mrope alikwenda kwenye kioo cha FVS kujiridhisha na kutazama ukubwa wa rafu hiyo. Baada ya kuona ilikuwa rafu hatarishi, alimpa David Kameta kadi nyekundu ya 1-1 na kumfanya kuwa mchezaji wa kwanza nchini kuonyesha kadi nyekundu kupitia mfumo wa FVS. Na hapo hakuna shida yoyote kwa sababu ile ilikuwa straight red card ya 1-1 kulingana na tukio ambavyo lilikuwa, kwa sababu ule mguu ulienda 1-1 kumfuata mchezaji yule David Chazi Luende. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapinga kwamba ila ilikuwa red card, nafikiri watakuwa na mapenzi na timu, lakini kwa halisia tazama namna mechi ambavyo ilikuwa, ukisema ukweli, yani ukimwambia mtu tu zungumza ukweli kutoka moyoni, ile ilikuwa ni straight red card, wala hakuna cha msalie mtume. Lakini tukio lingine tena linawahusu Simba pia ambapo kadi nyekundu ya kiwiko dhidi ya Pamba Jiji hapo jana Agosti 19. Mchezaji kiungo mkabaji wa Simba Sports Club Ibrahim Jaba, tukio lilivyokuwa hasa hapa ndipo watu wengi walizungumza sana, lakini nafikiri wala hapo hakuna kitu cha kuzungumza, kwa sababu kitazama lile tukio, hata kama ni maamuzi wa aina yoyote lazima atampa kadi nyekundu Ibrahim Jaba. Jaba alimpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji FC mwishoni mwa kipindi cha kwanza, mchezo ambao ulikuwa unachezwa pale katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Na uamuzi wa FVS, maamuzi Sifu Amon alipata usaidizi wa picha za FVS
akajiridhisha na makosa hayo ya utovu wa nidhamu na kumlima kadi ya Ibrahim Jaba, kadi nyekundu ya moja kwa moja dakika ya 44. Sasa mimi naomba ni uwape ushauri tu wachezaji kwamba sasa hivi wanahitaji kujua kwamba sasa hivi ligi ya msimu uliopita na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Sasa hivi kuna mfumo wa FVS. Kwa hiyo kama likitokea tukio lolote, lazima mwamuzi ataenda kutazama tukio hilo ambalo linakuwa na utata na mwisho wa siku ataamua. Kwa hiyo sometimes kama Simba na Yanga ambavyo zilikuwa zinacheza kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, nafikiri umakini ungeongezeka vile vile kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara, kwa sababu sasa hivi tuko na mfumo wa video wa football video supporter, na huu unatusaidia kung'amua matukio. Lakini kuna tukio la jana bwana, kama kuna mtu alitazama mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Kagera Sugar pale Kaitaba, kuna tukio moja bwana, mchezaji mmoja anaitwa Matthew Tegis, kama ile maamuzi angeenda kwenye FVS ile alikuwa analima umeme. Sijajua kama mfumo ulikuwa unafanya vizuri. Kuna baadhi ya matukio nashindwa kuelewa kwamba changamoto inakuwa ni nini, kwa sababu nafikiri kuna vitu vidogo vya kuboresha kwenye mfumo huu, kwa sababu ukitazama namna mfumo ule ambavyo ulivyo, lakini kuna wakati mwingine ukienda kwenye monitor ile zile video zinakuwa hazina ubora. Nafikiri kuna namna wanatakiwa kufanya TFF kwamba zile video zinakuwa na ubora mkubwa zaidi. Kama mwamuzi anakwenda kushuhudia pale asione nani mvua au kungu pale, ili mambo yaende vizuri zaidi, unaona bwana. Lakini kitu kingine nafikiri kuna baadhi ya matukio ambayo yanatakiwa, hata kama makocha ndio wanaomba challenge, lakini kuna wakati mwingine ile control au yule operator anayeoperate kale kama machine inatakiwa, kuna baadhi ya matukio labda pengine hata amuite mwamuzi. Kwa mfano kama tukio la jana Matthew Tegis, mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Kagera Sugar, ile itakuwa red card kwa sababu alimpiga teke la ubavuni kabisa hivi tute, lakini mwamuzi akwenda kutazama kwenye FVS, mwisho wa siku akaweka mpira, hakuna hata kadi ya njano iliyotoka, mpira ukaendelea. Kwa hiyo nafikiri kuna haja pia ya kuwa makini, licha ya kwamba FVS ipo, lakini waamuzi wanatakiwa kuwa makini kwenye kufanya maamuzi yao vizuri. Mimi niwashukuru TFF kwa hiki ambacho wamekifanya, nafikiri wameona mbali, na nafikiri msimu huu haki itapatikana pakubwa sana. Hakuna cha offside vile ambavyo kwa tunavizoea, utakuta kwenye mjadala goli ilikuwa ni offside, sijui kwaje. Nafikiri mambo yatakaa vizuri bana. Mimi naitwa Andrew Emmanuel Kadida. Unachotaka kwa kufanya ni kuendelea kuisubscribe Biromo TV ili wa kwanza kutazama video zetu. Simba Sports Club wanatakiwa wawe makini, hasa sio Simba tu, wachezaji wote ambao wanacheza ligi kuu NBC Tanzania bara wanatakiwa wawe makini, wajue kwamba sasa hivi kuna FVS, football video supporter. Muda wote ukifanya tukio inakukamata vizuri kabisa. Tuache kutumia nguvu nyingi, tucheze kwa kutumia akili, kisha siku mambo yaende vizuri na tusije tukagizigharimu timu zetu. Unatazama kwa mfano sasa hivi Simba ina wachezaji wawili ambao wamelimwa kadi nyekundu, na kuzingatia wana ratiba ngumu, wana mchezo dhidi ya Singida, wana mchezo dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo naona kwamba mambo yanakuwa ni magumu sana timu ambapo unakuwa unaiweka kwenye hasara, unaigharimu timu kwa kupigwa kadi nyekundu kwa sababu ya kutumia nguvu nyingi.